Jengo hili linapendeza halipendezi? Wana Kivilicha, linapendeza halipendezi? Ujenzi wa madarasa haya kama tulivyosikia, na ndio ukweli kwamba utaondoa na kupunguza msongamano wa wanafunzi kwenye vyumba vyetu vya madarasa tulivyo navyo hapa. Lakini naomba niwaambie kwamba mwaka 2028 tunategemea kuunganisha madarasa mawili. Darasa la 6 na darasa la 7 vinaunganika vyote viwili kwenda kidato cha kwanza. Maana yake tunahitaji miundombinu ya madarasa kwa wingi. Kaka yetu kaoneka kitu ulichokifanya, umetusaidia sisi serikali. Kama nilikuwa natakiwa nilete madarasa 3 hapa, nikiyaleta 3 yatakuwa 6. Niseme tu serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta kwenye halmashauri ya Bumbuli kiasi cha shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya shule za msingi kwa mwaka ulioishia Juni mwaka uliopita. Imeleta shilingi bilioni 2.1 kwa ajili ya shule za sekondari kwa mwaka huu wa bajeti tunaoenda nayo. Kwa hiyo tumeona pia na wafadhili wetu na wenyewe wameongeza fedha humu. Kwa hiyo jinsi mama anavyofungua pochi na kuleta fedha huku, na wafadhili nao wanakuwa na imani zaidi, na wenyewe wanafungua milango na wanakuja kufanya kazi na sisi. Kwenye risala hii iliombwa swala la maabara ya fizikia na biolojia. Sasa kwa sababu nimekuja mwenyewe hapa, nimwelekeze katibu mkuu wangu kule TAMISEMI alete maabara hizi 2, ahakikishe kwenye bajeti hii ambayo tunaenda kuitetea kuanzia sasa, kuhakikisha kwamba maabara hizi 2 ya biolojia na fizikia zinaletwa hapa Kivilicha. Dhumuni kubwa la kutoa misaada ya kujenga madarasa ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu ili kutengeneza mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea na vile walimu kufundishia. Mimi ndoto yangu ni kuwa rubani. Kupitia madarasa mapya itanisaidia kufikia ndoto zangu, kwa sababu nitakuwa na mazingira mazuri ya kujifunza. Taifa litegemee kuwa na taaluma nzuri kutoka katika shule ya Kivilicha, kwa sababu tunao mazingira mazuri ya kujifunzia. Tunapenda tuishukuru serikali, tumshukuru pia Mheshimiwa Waziri kwa kuja kutuzindulia madarasa haya tunayoyaona leo, ambayo sasa yatawafanya wanafunzi wasome kwa uhuru na kwa uhakika zaidi. Kwa ubora wa madarasa haya utawafanya wanafunzi wetu wawe na tabasamu kwamba serikali imetuona, serikali imetutambua kwamba tulikuwa na hali ngumu, lakini ikaone tukwamue. Tunashukuru kwa kuwezeshwa kuwa na madarasa 3 mapya. Kwa hiyo wale wanafunzi ambao walikuwa wakisomea kwenye madarasa chakavu watahamia kwenye madarasa mapya. Mheshimiwa Waziri aliyezindua madarasa, Mheshimiwa Riziki Shemdoe, tumhakikishie kwamba kumesha kuwa na mazingira rafiki ya ujifunzaji. Kwa hiyo tutazidi kupandisha taaluma.